Mtazamaji wa Simkwai TV, karibu tena kwenye kilinge chetu cha michezo ambapo tunajadili mambo mbalimbali hasa yaliyojiri kwa namna mbalimbali hapa Tanzania lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja tukianzia nyumbani baada ya michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kufanyika hapo jana kwa michezo mbalimbali barani Afrika. Moja ya timu zinazowakilisha nchi ya Tanzania yani Young African Sports Club wamecheza jana na kupoteza mchezo wakiwa ugenini dhidi ya Silver Strikers ya kule nchini Malawi. Wamefungwa goli moja kwa 0 na baada tu ya mchezo huo kocha wa timu ya Yanga akatimuliwa au akavunjwa mkataba na kufukuzwa moja kwa moja. Nini sababu ya kupelekea kufukuzwa kwa kocha huyo? Sababu ni uwepo wa matokeo mabaya au kwa namna gani, vipi? Nipo na mchambuzi wa soka hapa Emmanuel Patrick ambaye tunataka tujue kutoka kwake nini anachokitazama Yanga, anaitazama vipi na anaionaje kwa upana wake, namna ambavyo ametazama kikosi hiki kilivyofanya vizuri au kilivyofanya michezo yake yote chini ya kocha Romain Folz ambaye tayari hayupo tena Jangwani hivi sasa. Je, aliondoka jana moja kwa moja kule Malawi au alirudi tena Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakaa vizuri? Bwana Ima, vipi? Mimi niko salama, habari yako? Safi, uko poa? Poa kabisa. Moja ya makocha ambao wamekuja wakiwa wachanga lakini wameondoka pia wakiwa wachanga, Romain Folz. Kilichofanyika jana ulikitegemea pengine kwa klabu ya Yanga? Kwanza tukianzia kwenye matokeo, kwenye kufungwa kwa timu ya Yanga goli moja kwa 0 wakiwa ugenini, ulionaje? Kwanza lazima tukubaliane kwamba mpira una matokeo matatu. Kuna kufungwa, kuna kufunga na kuna kutoa sare. Hilo lazima uzungumze hivyo kama mtu wa mpira na ufahamu kabisa kwamba si dhambi kwa Yanga kufungwa. Shida ni kwamba unafungwa katika mazingira gani na ulikuwa ushaonyesha mazingira gani wakati unaelekea kwenye mchezo husika. Yanga Afrika, kama unakumbuka mchezo wa Mbeya na Mbeya City, ndio ulitoa taswira halisi kwamba wanaelekea katika njia gani. Kilichoonekana jana ni uthibitisho tu kilichokuwa kinaendelea pale Mbeya siku ile, ndio hiki ambacho leo umekiona. Na uzuri ni kwamba vilabu hivi ambavyo mara nyingi vinaendeshwa na wanachama, maamuzi mengi ya wanachama huwa hayabezwi, yanafanywa kazi mara moja. Lakini kwa Yanga Afrika si shangai, ni maamuzi sahihi ndani ya wakati sahihi. Maana yake kama wangesubiri kingetokea kile cha mwaka jana. Kama unakumbuka Miguel Gamondi alikuwa anasuasua kwenye ligi, mwisho wa siku anashinda goli moja bila, anaingia makundi, wanaachana naye, anachukua timu Sidramovic. Maana yake sasa hivi wamewahi wasifike kule. Kwa sasa usishangae Mesto, mpira uko hivyo, lakini wamefanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Timu unaiona kabisa inavyocheza, unagundua kabisa hapa tunakoelekea sio kuzuri. Lakini kwa ulivyotazama, jinsi ambavyo unaitazama Yanga, kile ambacho ilikipata jana, tatizo ni kocha au tatizo ni nini? Mifumo yenyewe au ufundishaji wa kocha hujao vizuri? Kwa nini timu leo baada ya matokeo ya jana? Unajua mtu wa kutolewa sadaka wa kwanza kabisa timu inapofanya vibaya, wa kwanza ni kocha. Kwa sababu gani? Mipango yote ya mchezo huwa mara nyingi inaanzia kwa mwalimu. Yeye ndio kiongozi wa timu imepata matokeo mabaya, nani atolewe sadaka kama sio yeye? Na ukiangalia hata timu ilivyokuwa inacheza, bora angefungwa wakati huo timu ilikuwa ina flow vizuri. Sasa hivi unaona kabisa timu ya Yanga sio ile ambayo ulikuwa unaifahamu Emesto. Sasa hivi unagundua Yanga ya mwaka jana, ya mwaka juzi, Yanga ya Napi, Yanga ya Gamondi, Yanga ya Sidramovic, Yanga ya Hamdi Milud, sio Yanga ya sasa hivi. Yanga sasa hivi unaanza kukumbuka miaka 2012. Pasi 3 kwa golini sio mbaya. Unaona timu ina defense vizuri sana, haifungwi, lakini unaangalia je, itakuwaje itakapokutana timu ngumu zaidi? Ni heri jana wameona panapovuja, wamekutana na timu dhaifu kwangu mimi katika soka la Afrika, lakini kwa jana ilikuwa bora kuliko Yanga Afrika. Juzi tulizungumza moja ya vitu tulisema kwamba anaweza kufanya vizuri ni Yanga kujiwekea malengo madogo kwa kutokana na aina ya kikosi ambacho inakimiliki kwa sasa. Wepo kina Pacome na wachezaji wengine mbalimbali kama kina Andy Boyeli. Lakini jana tu imekuwa tofauti na kile ambacho tulikitarajia. Wenyewe waliweka malengo ya 16 bora. Lakini 16 bora tunaitazama kwa aina ya mchezo wa jana, wamepoteza ugenini, uwanja wa nyumbani unaweza kupa faida kwao. Matokeo ya Afrika mara nyingi Emesto, unapokuwa uwanja wa ugenini lazima upate ushindi, na ukikosa ushindi basi ngangania sare. Ikishindikana sare kabisa basi usifungwe magoli mengi. Kwa Yanga nafasi bado ipo kwa sababu amefunga goli moja kwa bila. Hii inakuonyesha kabisa inawezekana kupindua matokeo, lakini unafungwa na mpinzani wa aina gani? Hili ni swali ambalo hata viongozi wa Yanga wanajiuliza sana. Alafu wakati unafungwa umetokea katika mazingira gani ndani ya ligi yako? Ndani ya ligi watu wanapiga kelele, timu hatuielewi, mwalimu haeleweki, alafu viongozi mnaenda naye na unaangalia kabisa hata kabla ya mchezo ukimsikiliza engineer RC anakuambia katika sehemu ambayo yeye hajawahi kutetereka ni sehemu ya maamuzi. Wamefanya maamuzi sahihi huku wakitegemea malengo aliyoweka, je, ana uwezo wa kutimia au hayawezi kutimia? Na kama wakiendelea kuwa naye, maana yake kutimia kwake ni ngumu. Kinachoonekana kwa sasa wanakimbizana na malengo walioyaweka.
Kwa mashabiki ni tofauti. Mashabiki wanatamani kufika nusu finali, wanatamani kufika final. Nani hataki raha ya final? Nani hataki raha ya kufika nusu finali? Unaujua uchungu wa kuishia 16, unaangalia na mwenzako anaishia katika hatua gani. Ndio maana tangia mwanzo nimekuwa nikizungumza, soka la Afrika Emesto, usipoweka standard utateseka sana, kwa sababu yoyote unayekutana naye hata kama ni mdogo anakung'ang'ania, kwa sababu anajua kabisa wewe mna level sawa katika soka la Afrika. Historia yako itaishia kwamba ligi ya Tanzania wewe ni untouchable. Ni untouchable kwenye ligi ya Tanzania, haugusiki. Lakini ukishatoka nje ya mipaka ya Tanzania, watu wanakuchukulia kama mwenzao. Yanga Afrika inaenda Malawi. Katika historia utaisifu, imefanya mambo makubwa ndani ya Tanzania, lakini inapotoka katika mipaka ya Tanzania, inapokuwa nje, watu wanachukulia kama zile timu za daraja la kati. Kabisa, huwezi kunielewa kwa sasa hivi, lakini unaanza kunielewa jinsi timu za madaraja ya kati zinavyozidi kuingangania. Hii ilitokea Simba 2018, 19, 20 kama unakumbuka. Alikuja hapa Udisongo, anamngangania Simba kwa sababu gani? Anafahamu daraja la timu hizi. Anajua kabisa yeye ni bingwa wa Tanzania, mimi ni bingwa Malawi, mimi ni bingwa wa Rwanda. Anakungangania pamoja na ubora wako. Mtu anahakikisha kwamba anacheza na wewe 1v1 kwa sababu anafahamu daraja lako na lake ni tofauti. Tofauti na Alali anavyotembea. Asha set yeye standards zake. Anapokuja, kwanza ufahamu katika Biblia imeandika kabisa hofu ni kifo. Wao wanafahamu kwamba sisi hapa hatuna namna ya kuepuka. Maana kinachotokea ni kwamba mnajipanga kwa ajili ya kupunguza magoli, sio kushinda tena. Uwepo wa kocha Mabedi ambaye inasemekana kwamba Yanga alikuja kimkakati ndo anaweza kuwa kocha mkuu, unalitazama vipi hili? Kwa kocha mkuu Mabedi anaweza kufuata njia ya Romain Folz. Nazungumza mapema sana kwa sababu gani? Romain Folz wakati anakuja Yanga Afrika, historia yake ukiangalia tangu 2019 anavotoka West Virginia, anaenda timu ya taifa ya Uganda, anaungana na Sebastian Desabre. Unagundua alikaa mwaka mmoja, baadaye 20, kuanzia 20 mpaka 24. Hapa alikuwa anatoka timu moja anaenda timu nyingine, anakaa mwaka mmoja tu. Angalia, anatoka Oroya, alitoka Oroya wakati huo akaenda Mamelodi Sundowns. Anatoka Sundowns anaelekea Algeria. Ni mwaka mmoja tu. Unagundua kumbe historia nayo ilikuwa haimsupporti. Amekaa Yanga Afrika kwa siku 35. Oroya alikaa siku 90. Kwa unaangalia alivyokuwa anakaa, matokeo yake ukiangalia huko nyuma alikotoka, unagundua Mamelodi Sundowns ilikuwa inafanya vizuri chini ya Roland Mokwena, yeye akiwa kocha msaidizi. Alikuwa MC Alger, yeye ni kocha msaidizi. Wakati timu hizo zote zinafanya vizuri kwa sababu zilikuwa zinaishi chini ya falsafa ya kocha mwingine mkuu. Sasa turudi kwa Patrick Mabedi. Captain wa zamani wa South Africa, alifanikiwa zaidi akiwa captain wa South Africa. Lakini kama mwalimu ukiangalia historia yake nayo haimsupport vile vile. Unaangalia kuna muda vyeti havikupi garantia wewe kuwa na matokeo mazuri. Mabedi ukiangalia alikuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malawi. Iangalie Malawi vizuri sana. Malawi ilifikia mpaka level ina uwezo wa kufungwa na Sao Tome de Principe. Maana yake unagundua kabisa hata huyu mwalimu naye ni mashaka. Kwa inabidi uangalie kwa kina. Hapo ndo unaporudi kwamba walimu kuna muda wafanye vitu ambavyo ni extra kwenye ligi yetu ili kwamba na wao waweze kuonekana. Level za kina Patrick Mabedi kwenye ligi yetu wako wengi sana Emesto. Leo hii nakuhakikisha Yanga hii ikiachiwa mwalimu Mabedi, mimi nakuhakikisha na yeye inawezekana zake zinahesabika. Zinahesabika Emesto. Lakini tukiona namna ambavyo Yanga inacheza kwa sasa, tatizo ni wachezaji, tatizo ni kocha au tatizo ni mfumo? Kwa research ambayo nimeifanya kwa muda mrefu mpaka leo hii hapa nilipo, mwalimu Romain Folz sio kocha mbaya. Watu watamzungumza kwamba ni kocha mbaya, hapana. Kama ulifanikiwa kusoma shule, nafikiri ulisoma ndio maana uko hapa. Kuna wale wanafunzi ambao wako bright sana, lakini wakija kwenye practical shida inaanzia hapo. Kuja kuapply ulichojifunza ni tofauti na kukielezea. Mwalimu Romain yeye anafundisha soka la Ulaya. Tuende kwenye ubao tukafundishane. Mpira huu Afrika haupo Emesto. Afrika nenda ka apply ulichojifunza darasani. Wachezaji wa Yanga walikuwa na Miguel Gamondi, walikuwa na Nasruddin Nabi, walikuwa pamoja na Hamdi Miluda. Hawa makocha wote ukiwachunguza, wao walikuwa wanaenda kwenye field. Umeelewa hujaelewa rudia. Mwalimu Folz anakuambia na imani utakuwa umenielewa. Tukutane uwanjani Jumatatu. Kuna game, wewe nimekuelekeza, ndio nimeelewa. Sasa kwa mpira wa Afrika, wachezaji wetu hawa tunawafahamu kina Mudathiri haya. Unawajua kabisa walivyo. Mpira wao ni mpira kazi. Huwezi kumfundisha darasani, lazima akapply uwanjani.
Ndio maana ukiangalia Yanga nao wamekuwa wajanja sana. Wanakupostia clip ambavyo vinakuonyesha kinachoendelea uwanjani. Ukiangalia unaweza ukateseka na ukaumia sana, lakini angalia sasa application zake zinavyokuwa tofauti. Huyu atakuja na mbinu tofauti kwa sababu yeye ni mwalimu wa Kiafrika. Anafahamu mazingira na utamaduni wa wachezaji wa Kiafrika. Of course atakuwa tofauti, lakini kufikia malengo ya Yanga Afrika ndio hapo shida inapoanzia. Ndio maana tunabaki hapa kwamba Yanga inabidi warudi sokoni, watafute mwalimu ambaye ni mzoefu kwenye soka la Afrika. Soka la Afrika linahitaji walimu ambao wanajua mazingira na maisha ya wachezaji wetu wa Kiafrika. Wachezaji wetu wa Kiafrika usipopeleka kwenye field, ukaishia kuwafundisha darasani Mesto, you will collapse. Muda mwingi tulimuona Mabedi akiwa na timu siku za hivi karibuni. Alikuwa sana karibu na mazoezi uwanjani, fursa ilikuwa inaonekana sana. Ikionekana ni kidogo tu yupo. Mpango wa kumfukuza pengine uliandaliwa muda mrefu. Mpango wa kumfukuza ulianzia Mbeya. Kwani mpango ulianzia wapi Mesto? Mashabiki. Wanachama wanapokukataa moja kwa moja, hata viongozi kinachofuatia na hao wanachama hao kama leo wameanzia kwa mwalimu, usipofuata matakwa yao kesho watakuja kwako, kwa sababu unaangalia uchumi wa klabu unajengwa na wanachama. Leo hii ukisaliti matakwa yao, mwisho siku na wewe sasa unaonekana wewe ni kiongozi ambaye unafanya mambo kwa kichwa chako mwenyewe. Hatukatai kwamba muda mwingine viongozi inabidi wasimame wao kama wao, lakini kwenye suala la nguvu ya hivi vilabu vinavyoendeshwa na wanachama, mara nyingi kiongozi lazima asikilize wanachama. Kwa kelele zile za Mbeya ndo majibu yake yamejibiwa jana rasmi. Wewe fuatilia vizuri, hata baada ya kufukuzwa Romain Folz, hakuna shabiki hata mmoja wa Yanga anayelalamika kwamba kafukuzwa kocha wetu. Angalia tofauti yake na Miguel Gamondi. Gamondi kuna watu waligawanyika, wengine walitamani angeendelea kubaki, wengine wanasema angesamehewa, alikuwa mwalimu mzuri. Ramovich anaondoka, watu wanasema Gusa acha twende kwao, itakuwa imeishia hapa. Anakuja Hamdi Miludu, watu wanasema tutawaona wapi tena Khalid Aucho, Mudathir Yahya na Dika Buya wakicheza pamoja. Unanisikiliza vizuri Anakuja huyu siku 35 kama miaka yake. Unanielewa vizuri hapo? Siku 35 kama miaka yake. Hakuna anayelalamika. Hakuna anayesema mbona angepewa timu kwa muda kidogo, bora angeongezewa muda. Kila mtu alikuwa anatamani anaondoka lini. Angalia kwenye vibanda umiza watu wanavolalamika, mtu anakuuliza kabisa huyu anaondoka lini? Watu wanasubiria na walikuwa na hamu sana. Jana ndo maana baada ya mchezo tu hata yeye mwenyewe alikuwa anafahamu safari imeisha pale. Jifunze kitu kimoja Mesto. Walimu hawa maisha yao ni kuajiriwa na kufukuzwa. Cha kwanza hiyo ni falsafa ya walimu na ndo maisha ya walimu. Taaluma ya kuwa kocha, Jose Mourinho alishawahi kuzungumza. Tunaajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi na kufukuzwa muda wetu unapoisha. Kwanza na heshimu kazi yake na taaluma yake lazima uheshimu. Kwa mwalimu inakuhitaji uwe na nguvu sana na unahitaji uwe na akili ya ziada ya kuendesha maisha ya watu. Kukabili akili za watu muda mwingine inahitaji moyo wa ziada. Romain Folz huwezi kumlaumu kwa kufukuzwa kwake, lakini kwa mashabiki hisia zao ziko sahihi. Kwa sababu umeshindwa kudeliver kile ambacho watu walikuwa wanakitaka. Hauwezi kwenda katika vilabu kama Simba na Yanga alafu ukawa haupati matokeo ukasubiria kupewa muda. Simba na Yanga sio timu za project. Simba na Yanga ni timu ambazo unatakiwa ajiriwe leo, kesho ukafanye kazi. Kama unakumbuka alikuja hapa Zlatko Krimpotic kutoka Yugoslavia. Alikuja Yanga Afrika wakati huo Yanga Afrika inajitafuta, ya Mwinyi Zahera ameacha kazi, ameondoka. Yanga walimtangaza kwamba umempata mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Yugoslavia, captain wa timu ya taifa ya Yugoslavia, mwalimu bora ambaye anakuja Yanga Afrika kuja kuibadilisha Yanga Afrika. Mwisho wa siku timu inashinda kwa kutegemea magoli ya kona. Ikabidi waachane naye. Kwa mashabiki wanaangalia timu yao inavyocheza, mwisho wa siku ufahamu kabisa sasa hivi watu wote wanaelewa mpira. Hakuna mtu ambaye sasa hivi utamwambia Romain Folz ni kocha bora. Hakuna atakaye kuelewa. Kila mtu ataangalia statistics zake zinasemaje. Namba zinamsupport, hapana hazimsupport. Mwisho wa siku watu wanarudi pale. Hata mashabiki wa Yanga jana ukiwaangalia, wao wanafurahia. Kama wenye timu wanafurahi, mimi na wewe ni nani? Yaani mimi na wewe ni nani? Kwa halali Yanga ya Folz kufukuzwa kutokana na aina ya kiwango alichokionyesha. Ni zaidi ya maamuzi sahihi ambayo yamefanyika, kwa sababu hatuwezi kusubiri muda uongee, hapana. Lazima tufanye maamuzi mbele ya wakati. Kwa sababu gani? Ndio maana umeweka malengo madogo, tunajiuliza maswali mengine. Je, kweli Yanga ni klabu ya kuishia 16 bora? Kila shabiki kumuuliza anakuambia hapana kwa aina ya wachezaji tulionao. Je, shida ni nini? Shida unatambua kabisa wachezaji ni wakubwa kuliko coach. Au walijua viongozi ndio maana kaweka 16 bora, hakuwa na uhakika na kocha. Of course.
Viongozi wenye maono lazima waangalie kwenye kikosi chao hali ikoje. Mimi nakwambia kabisa inawezekana hata Yanga Afrika wenyewe walikuwa wanajua kwa mwalimu aliyenaye kuna sehemu itafika tu tutashikana mashati. Ndio maana ukimsikiliza moja ya wajumbe wa klabu ya Yanga alizungumza, hatufanyi maamuzi kwa miemko. Nafikiri uongozi wenu imara utafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kabla hatujafika huko 16 tunakotaka kwenda. Hapa panakuaje? Hapa penyewe pashaanza kutusumbua. Hatupaelewi hapa, hatujafika 16. Je, kama Silver Strikers wanatusumbua, kundi letu tukirudia kupangwa na Al Hilal Omdurman inakuaje? Kama kundi letu litakuwa na Al Ahly inakuaje? Kwa sababu lazima uwe na giant moja. Je, kama giant ni Al Ahly, wewe Silver Strikers mwenyewe anakutoa jasho inakuaje hapo? Maana yake viongozi wamepima kwa aina ya kikosi tulicho nacho, mwalimu tuliye naye ni vitu viwili tofauti. Kuna muda unaona Pacome ndo mwalimu kwenye timu. Sasa unajiuliza timu ikishafikia hadhi ya namna hiyo. Najiulize vizuri sana, si kwamba wachezaji wa Yanga ni wabovu, hapana. Angalia Lassine Koma anavyocheza timu ya taifa ya Chad. Mwangalie Celestine Ekwa anavyocheza kule. Ni tofauti na Yanga Afrika. Mwangalie Mudathiri Yahya wa timu ya taifa. Tofauti. Angalia Dika Mwangalie Dika Buya wa Kenya, tofauti. Unanielewa vizuri? Kwa ukiangalia kuna muda unagundua kabisa mwalimu tuliye naye kwenye ligi yetu, unaangalia upande wa Simba, upande wa Yanga, upande wa Azam FC, unagundua walimu wakubwa wana uwezo wa kusoma mchezo na kusoma wachezaji kwa muda mfupi. Ndio maana ukiangalia Singida wao hawapati shida pamoja na kuwa na majina makubwa sana. Wote wanamsikiliza mwalimu. Angalia Azam FC, wachezaji wakubwa lakini wanamsikiliza mwalimu, ni mkubwa kuliko wao. Njoo Yanga Afrika, maajabu ya Musa. Wajaribu kuangalia kila mtu anacheza kivyake. Momo Dumbe anakuambia nitapiga pasi 2-3, nitapiga kule nitaondoka, nimemaliza kazi yangu. Na maajabu ya Musa jana ambayo mimi nimeyashuhudia. Unaangalia timu haina beki mbili mwingine. Alafu kwenye kikosi cha kwanza na substitution zake hakuna beki mbili mwingine. Sasa hapo unajiuliza nani acheze hiyo namba? Inabidi umbadilishe Maxim pia Nzengeli aje kucheza huko. Kwa Kinalisi Sikane afanye kazi pia. Maajabu ya Musa. Bwana, huyo ni Romain Folz ambaye tayari ameshaaga mashindano kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa maana kwamba Tanzania tulimpenda sana, lakini ubora wa timu unaohitaji ambao Yanga wanaohitaji umempenda zaidi. Kwa hiyo tutegemee kwamba pengine Yanga wanaweza kufanya mabadiliko makubwa ya kiuongozi kwenye mfumo wa benchi la ufundi, lakini pia kwa namna ambavyo tunatazama Mabedi kama atapewa nafasi au atatafuta mwingine. Taarifa imesema kuwa wanaendelea kutafuta kocha mwingine wakati huo timu itashikiliwa na Mabedi. Mtazamaji, hiyo ndiyo jambo lojiri kwa Jangwani. Kumbuka kwamba tunaendelea vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba tunapeana habari mbalimbali za kimichezo, lakini kukumbusha hii leo tena baadaye klabu ya Simba itaingia dimbani dhidi ya Nsingizini kule Eswatini. Tutegemea nini? Yote ni baada ya dakika 90 za mchezo wa leo utakaopigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Kumbuka hii ni Simkway TV, usisahau kusubscribe, lakini pia kumbuka kushare na kucomment ili tuweze kujua namna gani ambavyo unatufuatilia kwa karibu zaidi.